Ndugu zangu waandishi wa habari, halikadhalika uripoti wa watoto wa kidato cha kwanza, na hili pia lilikuwa lingine kubwa ambalo lilifanya nione kama kuna haja ya kuzungumza. Bado watoto walioripoti ni wachache. Sisi kama serikali tumeendelea na jitihada za kuhakikisha kwamba watoto wote ambao wamefaulu, kwa sababu asilimia kubwa wanafahamika. Kwa tunategemea kuanzia Jumatatu watoto wakawa wameongezeka wengi ambao ni kidato cha kwanza. Lakini pia maafisa elimu wakishirikiana na watendaji kata mpaka watendaji wa vijiji tumewapa shughuli maalum kuanzia jana. Wako huko vijijini na kwenye mitaa wakiendelea kupita na kugonga nyumba moja mpaka nyumba nyingine, kwa sababu ni kitu ambacho kinawezekana. Mwenyekiti wa kijiji anajua watu wake kwa kwenye kijiji chake, anajua watoto gani ambao walifaulu mwaka jana na walichaguliwa kuendelea na sekondari. Tutagonga huko. Kwa inawezekana mpaka siku ya Jumatano ama Alhamisi wiki ijayo tukawa tumekusanya taarifa ya kutosha kwamba watoto wepi na wepi hawapo na kwa nini hawajaenda shule. Inawezekana wazazi hawajapeleka watoto kwenda kuripoti shule kutokana labda na changamoto mbalimbali za kifamilia. Kwa hiyo tumeelekeza tupite huko twende tukaangalie na tuwaone hao watoto, lakini tuanane na wazazi na walezi tujue changamoto ni zipi ambazo zipo ndani ya uwezo wetu kama serikali tutakwenda kuzitatua. Lengo ni kuhakikisha kwamba watoto hawa wote wanakwenda shule. Mkoa ulitegemea kupokea watoto 28,908 wa shule ya sekondari kwa maana ya kidato cha kwanza, lakini mpaka sasa hivi tuna watoto takriban 25% ambao wameshaingia madarasani. Kwa hiyo inawezekana kuna wale wengine ambao wanapelekwa kwenye shule za nje ya mkoa, wanapelekwa kwenye shule za private, lakini pia tujue ili kusudi tuweze kujiridhisha, lakini lengo ni watoto wote lazima waende shule. Mazingira ni rafiki, madarasa yapo ya kutosha, madawati yapo ya kutosha na walimu wako mashuleni. Kwa hiyo tunachohitaji ni wazazi walete watoto waweze kwenda mashuleni. Na kwa kupitia kamera zenu hizi naomba niwaagize waheshimiwa wakuu wa wilaya kwamba wahakikishe wanasimamia na kuondoa vikwazo vyote katika kupokea watoto shule. Sababu ni maelekezo ya serikali kuanzia watoto wa awali, watoto wa darasa la kwanza na hawa ambao wanakwenda kuanza kidato cha kwanza. Maelekezo ya serikali yako vizuri kabisa. Mtoto anatakiwa kufika shule yeye. Kwa mzazi ambaye kwa muda huu bado hajakuwa na uwezo wa kumtengenezea mtoto wake uniform, mtoto apokelewe shule. Na sisi kama serikali pia tumeendelea kutoa hapa support na misaada kwa wazazi ambao wameshindwa kupeleka watoto wao shule kutokana na changamoto za kiuchumi. Na hili pia waheshimiwa wakuu wa wilaya wanakwenda kulitekeleza. Watoto ambao inaonekana wana changamoto za kiuchumi, familia zao na zinafahamika. Sio zile za kubumba bumba. Zinafahamika kabisa, huyu mzazi kweli hata afanyeje kauta buku mbili hawezi kununua. Hiyo waheshimiwa wakuu wa wilaya watafanya hilo jukumu. Kuhakikisha kwamba watoto hao wameondolewa vikwazo na wamefika madarasani. Lakini pia kufuatia hili tunawahimiza wazazi na walezi. Na naomba na nyinyi pia hili msisitize kweli kweli. Kwenye kipindi hiki ni lazima watoto waende shule. Na zaidi ya hapo naomba niwape uhakika kwamba mkoa umejipanga vizuri kuhakikisha kwamba watoto wetu wote wanakwenda shule. Na kwa kupitia hili wazazi ama walezi ambao wataonekana ama watajulikana kwa makusudi wamefungia watoto nyumbani au wamesababisha makusudi watoto wao wasiweze kwenda shule, kwa kweli sheria zitachukua mkondo wake. Kwa sababu elimu ni bila malipo. Lakini mtoto anakwenda shule kwa namna alivyo. Lakini bado serikali tumesema kwamba watoto wenye mahitaji maalum serikali tutawahudumia, mradi waende shule. Mzazi huna sababu ya kumwacha mtoto nyumbani. Wala huna sababu ya kumfungia mtoto nyumbani. Hata akiwa ni mlemavu huna sababu ya kumfungia nyumbani. Lazima aende shule. Kwa hiyo tutafanya hilo na sheria ndogo ndogo zitafanya kazi ya kuwawajibisha wale wote ambao hawatokubali kwa hiari yao kuunga mkono juhudi za serikali za kufuta ujinga kwa wananchi wetu.